maneno ya amani. Mheshimiwa Sunkuli, mimi the last time nilikuwa hapa kwako hii sehemu, wakati huo mimi nilikuwa nafanya kazi ya kulimia watu shamba ndio nipate school fees niweze kusoma. Hiyo wakati nilikuwa nimeajiriwa maneno ya kukata miwa, kulimia watu mahindi. Hiyo wakati wewe ulikuwa waziri wa interior. Mimi si kujua siku moja hatutaketi mimi niongee. Sikuwahi jua siku moja wakati huo nikikata miwa hapa nilikuwa napewa 100 hapa tu hii area. Nilikuwa nakuja tunaingia kwa hizi farms natafuta ku raise school fees. Nafukuzwa hiyo tamu moja, nakuja hiyo tamu nyingine. Hii sehemu yetu ya Wamasai hapa ndio naajiriwa kufanya hiyo kazi. Na Mungu akanisaidia nikafika mahali niko. Na hiyo wakati ndio nakumbuka vile nimesema ulikuwa waziri. Kuna wakati ulikuwa na kali somewhere, sijui ni wapi, lakini wakati nimeketi hapa, hiyo wakati ulikuwa very powerful. Nimeketi hapa nimeangalia huko mbele, kuna jamaa ananiangalia hivi. Ninaangalia macho yule jamaa na yako haki ya Mungu inafanana. Nimeona watu kama na ako na miaka kama 20 na ni miaka 20 imepita. So wewe uko mtu wa mchezo kweli. Kwa sababu nimeangalia hapa, hata nyinyi mkiwauza mtaona kichwa. Kichwa ni wewe, macho ni wewe, sura ni wewe. Chukua mtoto wako bwana usaidie, naona nasimama hapo. Haya. Lakini tena ya pili jamii yetu ya Omogusi na jamii yetu ya Masai tumeishi kwa amani kwa hiyo miaka yote, na sisi hatukuandikia Mungu barua ya kwamba mimi nizaliwe Mkisii, wewe uzaliwe Masai, wewe uzaliwe namna hii. Mungu tu ndiye anaamua nani anakuwa nini, nani anakuwa sehemu gani. Hatuna control. Kwa sababu saa zingine hata Mungu ni ajabu. Unajua nyinyi mkizungumza, mimi nimekaa pamoja na nyinyi. Hata nyinyi najua mmekaa pamoja na Wakisii. Tukizungumza mnashindwa wao wanaongea nini. Hata mimi nikiwa huko, kwa sababu pia tuko na Wamasai. Mkizungumza nauliza, hao wanazungumza ama wanatafuna mahindi? Sasa unajua ujui hiyo lugha vizuri. Na nyinyi mkisikia tukizungumza na nyinyi mnafikiria namna hiyo. Hiyo ndiyo maajabu ya maumbile ya Mwenyezi Mungu. And let me tell you, we are all blessed differently. That is why unaona sehemu hii tumebarikiwa tofauti. Hapa vile unaona nimesema kwamba watoto wetu wanasoma kule sehemu ya Kisii. Na mimi nakuahidi Mheshimiwa Sunkuli na kila kiongozi wako hapa, ukitaka watoto wako wapite vizuri zaidi, make sure wanaendelea kusoma shule za Kisii, kwa sababu watapita huko. Yeye ndiye amesema watoto wanapita vizuri Kisii. Kwa hiyo endelea namna hiyo ndio shule ziendelee kuinuka. Kwa hiyo leo tumekuja maneno ya amani na tunawashukuru kwa heshima kubwa watu wa sehemu hii kwa kudumisha amani kwa hii siku ambazo tangu viongozi wengine walipokuja hapa mumeendelea kudumisha amani, na tunawashukuru sana. Leo tumekuja tu kuwashukuru na ingine kuombeana msamaha. Sasa kwa niaba ya wale viongozi wote kutoka sehemu ya Kisii, viongozi wa wananchi wa Masai na viongozi wa Masai, mahali kidogo tumekosania, tunaomba tusameheane ndio tuweze kuendelea mbele. Sisi tunawaomba msamaha na nyinyi tunaomba mtusamehe, na nyinyi na sisi tunawasamehea. Lakini vile tunavyosameheana pia tukumbushane ya kwamba tuko na future pamoja. We have no option. Hakuna siku utasongesha wewe. Haya. Ikini community care ngabona gosine kiyango. Ni hao wanafia. Ni kwa leo ni yango, ile community gosine yango yale. Ile community. Haya. Jeko kwikaza na mwisho barongo buya, community tubagorere rikondo ligi. Yatebe gosine yale. Kana matore na yale mwe beza kenera ruenke. Tugora community. Mbuzo kyo baba ngelo raba ne. Tuko smart sana, ndio maana watu wametoka na mwana. So
Elevia usere mwe. Maeni tinalo de mata ya stoko chikapi kita makoro kita retiga. Makoro hanko bikoro matukai. Ole makoro ya non te garrete. Mata na rode na kubrin kiek. Ora ocha to kwa go bishmo tukule na mate. Egero kusu. Ocha. Ba mañana ki. So ile yote nilikuwa nasemea juu ya amani. No mheshimiwa Migosi Nora. Chiskuli chaito nchire ibirega isato inyeiga chitaite chibesa. Mwikaanza mkogo cha kukwana tafadhali. Ikiwa na amani tuacha lakini hayo wate kiago konya chiskuli chao machoga barabu le chiskuli jina chira chimo kuimo kwa umuga wote. Hiyo pia mheshimiwa Murkomen nilikuwa nasema hii sehemu watu wakuwe na amani na hii sehemu watu wakuwe na amani. Naonye no barimu wote kulikwa. Kana naye mwalika naenda barimu. Aba saibanga baikarasega na ndio no tuense tore serikali yemo. Ntagete no mheshimiwa Obadia mbona turochibano okwatrega stopa. Ngoko saba kuna turochiko mnochikolika ebinte ibinde abantu aborokia. Tafadhali. Aigense mena arora saina abange na bangaimi. Obekenchira geteiga ogese egara koreki. Anyora walimu wange uchense meye. Mheshimiwa Murkomen tunasema kwamba hata hii sehemu tunataka amani ndio kila mahali yaendelea kwa. Na mwisho kabisa. Mwenye nara no mheshimiwa Sunkuli na hata bego activity ya sobo o mheshimiwa Migosi njenimu hata activity bwana. Omuntu takwa activity no mheshimiwa Barongo. Kinko saba asama sikania manene. Budget yetu chigwetia. Na inje unima etango gweterera kwa kwa nake usikumande chirese chichisa omweshimo badia nera nyore etireti so CS nilikuwa nasema kwa hii police post ya hapa tuweze kuweka police ndio watu waweze kuendelea na mwisho na nimaliza hapo ndio niweze kuketi ndio nimalizie kabisa niweze kuketi pana namaliza unajua maana kwangu acha ninao watu wangu namaliza mheshimiwa Sunkuli ya mwisho ndio niweze kumaliza mheshimiwa CS wa interior ndio tuweze ngochana ni ndoche mkarakalimbe ndio usuru tata tika na sema nje kiriri kuchangende ni kukangalinde na kumo chande ni mane pare tuale tezabu kare kwa deile aone anayora anaye ya mwisho nilikuwa naambia mheshimiwa Murkomen ndio tuweze kuweka amani kila mahali kwa sababu hizi area ni kubwa sana kama Machoge Borabu ni kubwa hata hii sehemu ya Kilgoris ni kubwa. Two things naomba ya kwamba tuweze kureduce ama kudemarcate these administrative boundaries. Some sublocations ni kubwa sana ya kufikia kwa hao machifu. Sublocations zingine hapa kwa hii area yetu ya Kisii kuanzia Machoge Borabu ni kubwa. Unapata sub chief anaongoza for 35 kilometers. Sasa atafikia sangapi the other side? Ama namna gani? Tafadhali hiyo iko kwa docket yako. Sema tu neno moja hapa. Unajua hapa tukiongea amani lakini tukitoka na kitu moja ya waziri Murkomen ndio tutafurahia. Na ile tunaomba tutoke nayo ni polisi wawekwe hapa kwa ama namna gani? Na tupate sublocation. Ama namna gani? Amani ni mzuri lakini pia tunataka kudumisha polisi wakuja hapa na sublocation tupate extra ndio tuweze kuinuana kuelekea kule mbele. Pare entande kuchakara mwendo waka mwinoga omweshimiwa Obadia na abegete a proposal in parliament and I saw it tuleta abekerwa ne budget omweshimiwa yokaranzega maete tukusana kirikiri kiae ukakari mbolo twapimire narote omweshimiwa Obadia mna togocha toule asigeta kapara ache kuchenza mei kiarangu kuna karibu chumuinali na muinoga Baliba hili tuabaura kuchenza mei tutafanyika baliba hili epara kukwana epara yuwete buwe na seito manja kama hiyo. So mheshimiwa Murkomen nimemaliza sana, nilikuwa nasema hiyo yote ya mwisho nimesema Yesu ni Bwana, shetani ni kumbafu. Asanteni sana.
Wacha niseme hii. Tumepanga na Mheshimiwa Sunkuli na Mheshimiwa Obadia kwa sababu ya hii maneno ya amani. Tumepanga ya kwamba between nao na hii maneno ya likizo tunapanga tournament ya amani between our border constituencies. Hapa South Mugango na hiyo sehemu mwingine. Tunachanganya timu. Na timu ya kwanza inachukua pesa mzuri, pesa taslimu 1500. Na timu ingine 300 na ingine 200. Vijana watachanganyishwa. Hatutaki kusema kwamba vijana kutoka Masai peke yao ama kutoka Kisii peke yao. Tutaunganisha timu moja inakuwa kama ni Masai 6 kwa Kisii 5 ama opposite. So that ndio tuweze kuhudumisha amani for the next 2 months. Hiyo mmekubaliana pamoja na sisi? Nikasikia pia mama wanasema wapangiwe mchezo wao sijui ni gani. Lakini tutatafuta njia yao, lakini ni ngumu kidogo. Hii ingine ya vijana tumepanga namna hiyo pamoja na huyu mheshimiwa na pamoja na Mheshimiwa Obadia Barongo akiwa ndio atapanga hiyo tournament. Thank you very much. God bless you.